mufti mkuu wa Tanzania, mashekhe walioko hapa, ndugu Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti, nimepewa nafasi hii kwa ajili ya kutoa salamu, lakini vile vile kwa ajili ya kutoa ujumbe kwa ajili ya hadhara kubwa iliyokusanyika hapa kwa ajili ya utaji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kwa hakika Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atashusha neema zake kupitia mkusanyiko huu. Allahu akbar. Mheshimiwa Mufti, nimekuwa nikifuatilia namna mtiririko wa wasemaji mbalimbali ambao walipata nafasi ya kuzungumza katika hadhara hii kubwa, ambalo limejifunza ni namna ambavyo umoja na mshikamano ndani ya nchi yetu unavyoimarika siku hadi siku. Kwa kweli Mwenyezi Mungu azidi kuwatia nguvu na Mwenyezi Mungu azidi kuwapa moyo wa kuunganisha Watanzania. Hichi tulichokiona leo hapa ni nadra sana kukiona katika maeneo mengine ama katika nchi zetu za jirani, lakini kwa Tanzania Mwenyezi Mungu ametupa hidayah ya umoja, upendo na mshikamano. Allah azidi kushusha zaidi upendo huu na umoja huu ili taifa letu liweze kusonga mbele. Katika kipindi chote viongozi wa dini mmekuwa wahubiri wazuri wa umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Mufti, nitumie fursa hii kuwaomba viongozi wa dini mlioko hapa kusaidia kwa nia moja kabisa azma na malengo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Dhamira ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni njema kwa taifa hili. Eneo kubwa ambalo tunawaomba viongozi wa dini zote kubeba ajenda ya kupiga vita unyanyasaji na udhalilishaji wa kijinsia ndani ya nchi yetu, ili Tanzania iwe mfano na kinara duniani katika kupiga vita mambo hayo. Ndugu zangu Waislamu, udhalilishaji na ukatili wa kijinsia unaongezeka siku hadi siku. Ili neema za Mwenyezi Mungu ziweze kushuka, lazima wote tuzungumze kauli moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba ameteremsha Nabii Adam kama kioo na kiongozi, na baadaye akamteremsha mwanamke Hawa kama msaada na kileo cha Nabii Adam, ambaye wote leo hii tuko duniani kwa uzao na utukufu wa baba wa ulimwengu. Huo ni mfano, na Mwenyezi Mungu akatwambia katika sura hii, Mwenyezi Mungu anatuangalia namna gani ambavyo tunakwenda kuhubiri na kuangalia wanawake ambao ni wengi. Mheshimiwa Mufti, swala la udhalilishaji kwa wanawake, swala la dhulma kwa wanawake, swala la kuwakebei wanawake linaonekana kuongezeka ndani ya taifa letu. Ndugu zangu, niwaombe sote kwa umoja wetu tupige vita kwa rika zote, tushikamane kwa pamoja kama ambavyo viongozi wa dini mlifanya kazi nzuri sana katika kuhubiri umoja, upendo na mshikamano ndani ya taifa letu. Niwaombe ibebeni ajenda hii. Bahati nzuri ndani ya nchi yetu tunaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wale wenye umri kama wangu wote tulishiriki kumpigia kura Rais Samia, na Mwenyezi Mungu alileta Mheshimiwa Samia kwa mamlaka ya Allah na kwa mamlaka ya dunia. Mheshimiwa Samia amekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumuunge mkono, sio kudhalilisha na kupiga haki. Allah ampe nguvu, Allah amwezeshe ili atuvushe Watanzania, na kwa dhamira yake inshallah Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan atavusha Watanzania. Imani ya Mheshimiwa Rais ni kubwa kwa Tanzania, tuendelee kumwamini. Mwisho ni waombe viongozi wa dini wote kwa pamoja tushikamane kwa sala na dua kumpelekea Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Allah ampe afya njema, Allah amsimamishe katika kuongoza wa Tanzania. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.